nasikia uko vizuri. Tunamshukuru Mungu. Ushindi wa leo unaleta taswira gani kuelekea michuano ya makundi? Kwanza tunashukuru. Tumefurahi kwa ushindi mkubwa kama huu. Tumefurahi sana. Tuwapongeze sana benchi la ufundi, tuwapongeze wachezaji wetu kwa namna ambavyo wamejitoa. Wamepambana sana na niwaambie wana Dar es Salaam Young Africans, hii ndio Yanga yenu mliokuwa mnaitaka. Hii ndio Yanga yenu ambayo inaanza sasa kufungua vitu vyake. Niwaambie tu ukweli kwa namna ambavyo wamecheza. Tumpongeze sana mwalimu. Mwalimu, mabadiliko aliyoyafanya ni mabadiliko makubwa sana. Na siku zote Waswahili wanasema mtoto mdogo halali na pesa. Mnaweza mkaona vita ya baba mwenye nyumba na mpangaji. Baba mwenye nyumba uwezo hana wa pesa. Yeye alichokifanya ni enzi za ukoloni kujenga kibanda. Sisi tumekuja matajiri, tumeingia kwenye kibanda chake, pesa hana. Tumempa pesa kidogo, anataka lale nazo. Ila wanasema waliwakalia looni. Mwanzo walitaka kutuzoea. Na ni namna ambavyo mwalimu unaweza kuona mwalimu kwa mwalimu. Mwalimu wa KMC alizungumza ataingia kwa lengo la kukaba na kuzuia kwa sababu anajua ubora wa Dar es Salaam Young Africans. Lakini mwalimu wetu sisi baada ya kuona huyu amekuja na plani hii, baadaye akamfanyia mabadiliko. Niwaambie tu kwamba natangaza kuanzia leo KMC mfukuzeni mwalimu huyo ili akaungane na Fadlu Davis ambaye sisi tulimfukuzisha kazi. Na huyu fukuzeni kwa sababu ni mechi ngapi anafungwa? Anapoteza. Kwa Dar es Salaam Young Africans tunatakiwa kuingia kwenye vitabu vya kufukuzisha makocha wengine. Ushindi wa leo unaleta taswira gani kuelekea michuano ya kimataifa kwenye hatua ya makundi? Ushindi huu wa leo unaleta taswira kubwa sana kwa huko tunakokwenda. Naamini kabisa FAR Rabat kwa ushindi huu wa leo aliouona anajipanga huko. Anajua kabisa watu ni moto wa kuotea mbali. Kama watakuwa wamefuatilia wamemwona Boeli ni mtu wa namna gani. Yaani ana asili ya kimayele. Umeelewa bwana? Kwa hiyo tunakwenda kukutana na FAR Rabat Zanzibar, tunawapiga yoyote mpaka National Ahli anakwenda kufa kifo cha mende pale Zanzibar. Mpa salamu gani Al Ahli? National Ahli tunamwambia kwamba mabingwa wa Tanzania, matajiri wenye thamani kubwa ya bilioni 100 kuliko hata wewe. Kwa sababu Yanga ndio timu yenye thamani kubwa kuliko hata National. Kama utaki shauri yako bilioni 100, National afikishi bilioni 100. Kwa hiyo tunawaambia kwamba National, salamu tulizokupeni nyinyi, njooni Zanzibar. Zanzibar hakuna matata, tutaruka na nyinyi. Unasema lakini mmemkimbia mtaani pale Benjamin Mkapa. Sisi hatujamkimbia. Hapa tupo KMC, si ndio? Hapa KMC nani alianza kuja? Simba sio alianza kuja hapa. Yuko wapi? Katukimbia. Kwa yeye katukimbia. Huu ni uwanja, huu sio wa Benjamin Mkapa. Yaani Benjamin Mkapa ule ni uwanja wa taifa. Mtu yoyote anaweza akafanyaje? Akaenda. Na pia sisi tumeamua kutoka twende kwenye sehemu ya utulivu Zanzibar. Tumemwacha yeye baki agande pale. Wanakuambia hivi siku zote, ukiona sehemu watu wanaondoka wamekuacha peke yako, wewe mchawi. Pengine kwenye kundi lake sasa unamuona akitoboa? Kundi lake simuone akitoboa. Kwenye kundi lake mimi namuona kwanza kabla ya kundi lake. Jua kuna taarifa iliyopo. Singizini wamepeleka barua ya malalamiko wakidai kwamba watu wamemtumia matatu kwenye eneo la benchi la ufundi kama mwalimu. Kwa hiyo malalamiko leo kesho majibu yanaweza akatoka. Yakitoka mimi namuona Singizini anaenda kushika nafasi ya Simba. Ndio nakwambia kwa sababu kafu akitaka kutenda haki Simba hayumo. Tunamuona Singizini akicheza na Petro, akicheza na Experience ya Tunisia. Kwa kwangu mimi kama watavuka, kama watakuwa kesi imehukumiwa kwamba hawajapata nafasi wale Singizini, simuone Simba akitoboa kwa sababu kama unamuona Petro amedominate sana kwenye michezo hii ya Afrika. Ukimwangalia Experience naye amedominate sana kwenye michezo ya Kiafrika. Kitu ambacho natakiwa wewe kujiuliza kitu kimoja. Hii michuano inamhitaji mtu apate matokeo nyumbani, si ndio? Kama wewe kwenye uwanja wako wa nyumbani umeshindwa kupata matokeo, unategemea ukayapate wapi? Yaani kiwanja chako cha nyumbani Benjamin Mkapa, mechi 2 za mwisho umeshindwa kupata matokeo, si ndio? Kama umeshindwa kupata matokeo, unategemea hao unaokutana nao utapata matokeo? Kwa Alishawahi kuanza kupata matokeo akiwa ugenini. Mechi 2 za mwisho amemaliza na Singizini, hajapata alama 3 katika ardhi ya nyumbani Benjamin Mkapa, si ndio? Kama hajapata unategemea atapata alama gani? Yaani unakutana umeshindwa kumfunga Singizini nyumbani, unaenda kukutana na Experience ya Tunisia. Mimi na waona Experience ya Tunisia, Benjamin Mkapa wakichukua alama, Petro akichukua alama. Kwa Simba anaenda kupoteza. Yaani nje ndani. Kwangu mimi anaenda kudondosha alama takriban 12. Bwana, umemsikia vizuri captain? Mimi nimemsikia vizuri na nimempongeza akaongea vizuri. Ila ukimzungumzia Boeli, umezungumzia bull stake kwenye ligi kuu Tanzania bara.
kwa sababu nazungumzia wamemtangazia mimi hapa tokea ligi hii ianze, kama kuna striker chini ya Boeli, kuna mtu kafunga goli 2 mechi moja, mimi natembea uchi mpaka Kigoma. Na watu walisema ile ni galasa mmepigwa. Na kuambia lile si galasa, mechi moja na golizi 2. Tokea ligi yetu ianze hakuna mtu alichokifanya hicho, ndio kwanza Boeli, na kama kuna mtu kafanya hivyo mimi natembea uchi mpaka Kigoma. Bali kwetu huko mimi. Kwa hiyo ukimtaja Boeli uwe na nidhamu na heshima ya kumtaja, ambayo kwenye ligi yetu tokea ianze mwaka huu yeye ndo kaweka chuma 2, hakuna mwingine yoyote. Watani zenu jana mmewaona wamepata ushindi dhidi ya Jangwani. Sio tumewaona wamepata ushindi, tumewaona marefa wanakuja kukirudia walichokifanya mwaka jana. Kipi? Ile goli la pili umeona lipo sahihi. Yaani mtu kabaki peke yake. Imamu. Yaani mtu kawa imamu, watu wapo nyuma, yeye imamu anaswalisha. Wewe umeona kuna goli la utata hapa? Sisi tunawaambia waendelee na mipango ya refa. Sisi sio milima, tutaonana Disemba 13. Sisi sio milima, tutaonana. Nawapa salamu gani sasa? Salamu tunawaambia, ukimwona mwenzako ananyolewa wewe tia maji. Hawa washachukua 4. Yeye akifanya masiala zitarudia 5. Kwa kikosi hiki chini ya Pantev. Sasa baba beki gani wa Simba wanaenda kumzuia Boeli, ondoka kasha Rushine Deraki. Kasha kufa tayari, tushakutana naye na washakufa yupo. Sawa, kwa hiyo hakuna kitu kipya. Shabiki wa Simba yupo tayari kuomba kifo kuliko kukutana na Yanga. Nakwambia tena, shabiki wa Simba yupo tayari kuomba kifo kuliko kukutana na Yanga. Anaogopa Anajua kabisa duniani hakuna dabi mtu kapigwa mara 6 mfululizo zidi ya Tanzania. Lakini kwa kikosi chao msimu huu wanasema yoyote na aje. Kikosi kile hakuna aliyokosekana. Ngao ya jamii washakufa. Sawa, hila mimi nawaambia kama masaa 72. Hii michezo wanataka kutuchezea. Ndio. Hatutokubali. Ndio. Sasa hivi kuna mbinu ambayo inapangwa kuwa wachezaji wa Yanga wapunguzwe. Ndio. Kusudi dabi wakose. Sasa tunawaambia mapema. Tushawagundua. Hii michezo si hatuihitaji. Tunataka dabi ikachezwe kila mtu ipo sawa. Sawa. Kila mtu alisajili kwa kelele, kwa mbwembwe. Kwa hiyo tunataka kwenye dabi kila mtu akacheze katimia. Tumeona hapa hakuna ligi yoyote duniani mchezaji anaenda kuhukumiwa mechi 5. Hakuna ligi yoyote duniani. Hakuna. Ndio hapa makusudi kafanyiwa Ibrahim Baka. Nyinyi sikiliza nikusimulie, si tunajua mchezo mwingine unaenda aende kufungiwa Jigi Diara. Si tunajua hatutokubali. Ligi ndio itakuwa mwisho. Lakini si nyinyi msimu uliopita mlisema sheria na kanuni zifuate, na msimu huu zimeanza kufuata. Hazifuatwi kanuni, yanafuatwa mapenzi. Sisi tunaongea ukweli. Sawa, hazifuatwi kanuni, yanafuatwa mapenzi. Dada yangu na kugea 100,000 hapa. Kama kuna ligi yoyote duniani mchezaji kafungiwa mechi 5 zidi ya hapa. Kwa hiyo hii ni mipango. Sisi tushaigundua. Mwaka jana walifanya mipango hii, ligi wakakosa. Mipango inaanza tena. Tutarudia tena ya mwaka jana. Na kitu kingine na solo hapo. Inatakiwa sheria na kanuni zifuatwe. Tulikubaliana sheria na kanuni zifuatwe. Ngoja kwanza nimalizie. Nataka niulize tena, waambia bodi ya ligi kama wanataka kufuata kanuni waende kufuata kweli. Hakuna meneja anaruhusiwa kusimama dakika 90. Ndio nilikuwa nakuja hapo na solo. Yule ni meneja. Ndio nilikuwa nakuja hapo na solo. Sawa, kwa hiyo akafuate kanuni. Hakuna meneja anaruhusiwa kusimama dakika 90. Kama meneja anaruhusiwa kusimama dakika 90, kwa nini wanaenda kuchagua vyeti? Hapo sasa kwa Nasoro. Tumeona kocha wa Dodoma Jiji kule nafikiri alihukumiwa. Alipewa adhabu. Huyu meneja anasimama dakika 90, mbona adhabu apewi? Anafanya nini? Anasimama dakika 90, Matola asimami. Matatu kasimama dakika 90 kwa sababu gani? Hiyo masaa 72 ipo wapi? Masaa 72 ipo wapi? Mtu anasimama dakika 90, meneja ambaye sio kocha. Wewe uliwahi kuona ligi gani sio mtu sio kocha anasimama dakika 90? Hii kawekeni, msiogope, tutakamatwa. Kawaambieni ndio. Hii kawekeni, msiogope.